Wakili mkuu wa serikali Dr. Ali Posi hii leo amezungumza na waandishi wa habari katika kupeleka taarifa kwa mawakili wote nchini Tanzania. Hii ni kutokana na tukio kubwa na la kipekee na muhimu katika tasnia ya sheria, ikiwa ofisi ya wakili mkuu wa serikali inatarajia kuendesha mafunzo kwa mawakili wote wa serikali kutoka kwenye wizara, taasisi za serikali, mashirika ya umma, ofisi za tawala za mikoa na serikali za mitaa waliopo nchi nzima kutoka Tanzania bara na Zanzibar. Mafunzo hayo yatafanyika kuanzia tarehe 2 Juni mwaka huu 2025 hadi tarehe 4 Juni mwaka huu 2025 katika ukumbi wa mikutano wa AICC jijini Arusha. Kauli mbiu ya mafunzo hayo ya mawakili wa serikali kwa mwaka huu 2024-2025 ni ubobezi wa kisheria kwa ajili ya kesho, teknolojia, mikakati na mizania binafsi kwa mawakili wa serikali katika kutekeleza dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Labda tunaweza tukajiuliza kwa nini tumechagua dira hii. Nitafafanua, lakini naweza nikafafanua pia kwa awali. Kwa kwanza, ni vyema tufahamu sisi wanasheria na mawakili wa serikali ni sehemu muhimu na mtambuka katika dira ya taifa ya maendeleo ambayo kama tunafahamu ipo katika mchakato wa kuanzishwa, ambapo itaendeleza ile ambayo imeishia mwaka 2025, na dira hii itakuwa ina anzia 2025 mpaka 2050. Kwa hiyo kuna mambo muhimu ambayo kama sisi wanasheria lazima tuendane na wakati ili sasa kutimiza majukumu yetu ya kisheria, lakini pia kusaidia maendeleo, lakini dira ambayo nchi yetu inataka kuichukua. Hivyo basi katika kauli mbiu hii inaakisi mafunzo yatakatolewa kwa mawakili wa serikali, ambapo imezingatia nafasi ya mawakili wa serikali na tasnia ya sheria kwa ujumla kama nguzo ya maendeleo ya taifa letu katika nyanja ya kijamii na kiuchumi. Pia ofisi na sisi wote kama management ya wakili mkuu wa serikali tumezingatia majukumu ya mawakili wa serikali katika nguzo mbalimbali za dira ya taifa ya maendeleo ya 2050, ikiwemo inayolenga kuwa na uchumi imara na jumuishi, lakini pia uchumi shindani. Na hii kwa wale ambao walibahatika kuisoma nakala ya awali, yani draft ya dira hiyo, iko katika ukurasa wa 14 mpaka wa 20. Na sisi mawakili hatuna budi kujimarisha ili tuendane na maendeleo hayo. Hivyo basi katika kupitia nguzo ya uchumi imara, jumuishi na shindani inayolenga nchi yetu kufikia uchumi wa kipato cha kati ifikapo 2050, ofisi kupitia mafunzo haya itatoa elimu kwenye maeneo mbalimbali yatakayosaidia kulenga mazingira wezeshi ya biashara na uwekezaji kwa kutoa mafunzo yatakayohusu mabadiliko ya sheria yatakayoendana na wakati tulionao. Aidha, kama tunavyofahamu, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye amekuwa ni nahodha na kinara katika kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji hapa nchini kwetu, na ambapo tumeshuhudia kupiga hatua katika nyanja ya uwekezaji na uchumi kwa ujumla chini ya uongozi wake. Hivyo hatuna budi kutoa mafunzo ya kimkakati kwa mawakili wa serikali ili waendane na mabadiliko katika sekta ya sheria, ambapo itatuwezesha sisi wanasheria wa serikali kuwa na utaalamu ambao utaboresha uwezo wetu wa kitaalamu ili kuendana na maendeleo ya sasa duniani na dira ambayo serikali ya awamu ya 6 inatarajia kwenda nayo kuanzia siku za hapo mbeleni. Ndugu waandishi wa habari, ofisi ya wakili mkuu wa serikali imekuwa ikiandaa mafunzo haya kwa muda sasa, na huu utakuwa ni mwaka wa 5 mfululizo kuanzia mwaka 2020. Hadi sasa mafunzo ya mwaka huu kama nilivyoeleza hapo awali yatajikita kwenye mada mbalimbali
zitakazogusa mbinu za kisasa na ujuzi wa mifumo ya kisheria utakaoendana na dira ya 2020. Hivyo sina budi na sina shaka kusema huu ni wakati sahihi wa ofisi yetu kutoa mafunzo haya kwa mawakili wa serikali. Jambo muhimu, kupitia mafunzo haya ya mawakili wa serikali watapata nafasi pekee, au niseme tutapata nafasi pekee ya kujifunza kutoka kwa wataalamu wabobezi wa ndani na nje ya nchi katika sekta mbalimbali, ikiwemo sheria yenyewe, yani mawanda mbalimbali ya sheria, sekta ya teknolojia, tehama, masuala ya uongozi na masuala mbalimbali yanayohusu nyanja za kisheria ya kitaifa na kimataifa. Na ndugu waandishi wa habari, mada zitakazofundishwa ni kama ifuatavyo. Na kama mtakavyoona, mada hizi zinaendana na wakati uliokuwepo, lakini pia na dunia iliyokuwepo, hususan katika mataifa yaliyoendelea. Moja ya mada ambayo itafundishwa ni uelewa namna bora ya kuendesha majadiliano ili kufikia suluhu nje ya vyombo vya sheria. Kwa wale wanasheria wenzangu, tunaelewana kuwa negotiation, yani kuendesha majadiliano, imekuwa sehemu ya mawanda ya sheria, na sasa inatumika. Inahitaji ubobezi, inahitaji ufahamu, lakini pia inahitaji uelewa mpana wa namna bora ya kujadiliana ili uweze kufaidika au nchi iweze kufaidika kulingana na majadiliano yao. Lakini somo la pili au moja ya somo la pili ambalo litafundishwa ni uelewa mpana wa sheria za uwekezaji. Kama nilivyosema, nchi yetu imenufaika na itaendelea kunufaika kwa kupata wawekezaji mbalimbali nchini, lakini hatuna budi kuwawezesha wanasheria wa serikali kupata uwezo na ufahamu mkubwa wa sheria za uwekezaji za kitaifa na kimataifa. Lakini pia tuna bahati ya wanasheria wa serikali kupata funzo ya sheria ya masoko ya mitaji Tanzania na nafasi ya mamlaka na baraza la masoko la mitaji katika utatuzi wa migogoro. Hii ni sehemu mpya ambapo sasa sisi wanasheria wa serikali pia tutapata uelewa wa mamlaka na baraza la masoko la mitaji katika utatuzi wa migogoro. Lakini pia tutakuwa na bahati ya kipekee ya kufundishwa jinsi ya namna bora ya usimamizi wa mikataba ya miradi ya ujenzi. Kama mnavyofahamu, nchi yetu ina mikataba mbalimbali ya ujenzi, yani construction industry, nayo ina peculiarity yake, ina ubobezi wake, ina specialization yake. Kwa hiyo sisi mawakili wa serikali tutapata nafasi ya kujifunza, na ni sehemu ambayo kama tunafahamu serikali imewekeza. Kwa hiyo hatuna budi kuwaelimisha na kuwashibisha wanasheria katika taaluma katika hilo eneo. Hivyo basi, ndugu waandishi wa habari na management wenzangu wa ofisi ya wakili mkuu wa serikali na mawakili tuliokuwepo, naomba tutumie fursa hii kualika mawakili wa serikali kushiriki mafunzo haya muhimu yatakayofanyika kuanzia tarehe 2 mpaka tarehe 4 Juni 2025 jijini Arusha. Na niseme kuwa ofisi ya wakili mkuu wa serikali tumepata heshima ya kipekee ya mafunzo hayo kufunguliwa na Mheshimiwa Waziri wetu, Mheshimiwa Dr. Damas Ndumbaro, mbunge, waziri wa katiba na sheria, mnamo tarehe 3 Juni.
Kwa hiyo niwakaribishe mawakili wote. Natumai tutakuwa na mafunzo mema yenye tija, na nisisitize tu kuwa ni mafunzo ambayo yana dhima kuu ya kuwawezesha mawakili wa serikali kutimiza majukumu yao kwa ufasaha ya kila siku.